Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji katika maelezo mafupi kuhusu ni kwa nini tunatumia matawi, hasa katika Dominika ya Matawi ambayo tutaianza hivi karibuni, ambayo ndio inayotufungulia kipindi cha Juma Kuu, juma ambalo ndani yake tutashuhudia mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani fumbo la Pasaka ambalo kwa njia yake sisi tumepata wokovu. Lakini kabla sijasonga mbele, ningependa kusema jambo moja kubwa, kwamba sisi wa Katoliki yote ambayo tunayafanya katika adhimisho la misa na katika ibada mbalimbali, ziwe ni ishara, yawe ni matendo fulani ambayo tunatumia wakati wa misa na maadhimisho mbalimbali, vitu mbalimbali ambavyo tunatumia katika maadhimisho na ibada mbalimbali, vyote hivyo vina maana sana. Vina maana katika maisha yetu kama waamini, na kikubwa zaidi cha kuelewa ni kwamba vyote ambavyo tunafanya, matendo ambayo tunafanya wakati wa misa na ibada mbalimbali, vifaa tunavyotumia katika maadhimisho hayo, basi vyote hivyo, ndugu zangu, nipende kuambia kabisa kwamba vina chimbuko lake. Na vina chimbuko lake katika Biblia ambalo ni neno la Mungu, na hivyo zile shutuma ambazo tunaambiwa kwamba kuna mambo tunajitungia, kuna mambo tuliaibua tu sisi wenyewe, hazina mashiko yoyote, kwa sababu kila tunachokifanya, ndugu zangu, kina mzizi wake katika Biblia. Na tukumbuke kwamba vile vile Biblia kwa sehemu kubwa muktadha wake ni maisha ya Wayahudi, na hivyo kuna matendo ambayo sisi tunayafanya ya kiliturujia ambayo kwa kweli chimbuko lake hasa ni katika muktadha wa Kiyahudi, kule ambako kwa kweli kwa namna ya kwanza Mwenyezi Mungu alizungumza nao. Ndugu zangu, lakini pia tunapaswa kutambua kwamba Biblia inatumia lugha mbalimbali, inatumia lugha ya picha, inatumia wakati mwingine lugha ambayo kidogo ni ngumu kwetu kuielewa. Lakini wale ambao waliandikiwa katika muktadha wao, yani Wayahudi, wangeweza kuelewa vizuri zaidi. Na hivyo sisi, ili kuelewa baadhi ya matukio, baadhi ya vitu tunavyotumia na ishara mbalimbali, basi hatuna budi kuingia katika muktadha wa Kiyahudi kuyaelewa zaidi, kusoma muktadha wa Kiyahudi, kusoma mila, tamaduni, desturi zao, ili tuweze kuelewa zaidi. Kumbe ndugu zangu, katika Biblia namba zinapotumika, namba kwa mfano namba 40, namba 150, namba 4, namba 3, zinapotumika rangi mbalimbali, tutasikia labda rangi nyeupe, kwamba nikaona watu wamevaa mavazi ya rangi nyeupe, inatajwa hata rangi nyekundu. Tunaposikia habari za mimea inatajwa kama mierezi, mitende. Tunaposikia wanyama mbalimbali wanatajwa, kwa mfano punda, ufarasi. Vyote hivi vina maana sana. Hatupaswi kubaki katika maana ya kawaida ya kumtazama punda kama punda, au rangi nyeupe kama nyeupe, au mimea au miti kama mierezi au kama mitende kama kawaida tu. Tunapaswa kujua kabisa kwamba kwa muktadha wa Kiyahudi vyote hivi vilikuwa vina maana zaidi ya ile ambayo tunapaswa kubaki nayo. Kumbe tunapaswa kuvielewa zaidi kwamba vilikuwa vina maana kubwa zaidi. Basi baada ya kusema hayo, ndugu zangu, tuje sasa kwenye swala la miti ya mitende au matawi ya mitende. Nini hasa maana ya matawi ya mitende? Sasa kuelewa vizuri maana, ni lazima kurudi pia katika Biblia kuchota uthibitisho wa matumizi ya matawi ya mitende, au kama sehemu nyingine wanavyosema miti ya mitende. Tukiangalia kwanza maandiko matakatifu, kitabu cha Walawi, ile sura ya 23 aya ya 40, tunamsikia Mwenyezi Mungu anatoa maagizo ya namna Wayahudi wanavyopaswa kusherekea sikukuu ya vibanda. Tukumbuke sikukuu ya vibanda ni kati ya sikukuu kubwa ambazo walikuwa wanaadhimisha Wayahudi. Kulikuwa kuna sikukuu ya vibanda, kulikuwa kuna sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, kulikuwa kuna sikukuu ya majuma na kadhalika. Kwa hiyo anapotoa Mwenyezi Mungu maagizo ya namna watakavyosherehekea sikukuu ya vibanda,
Mwenyezi Mungu anasema hivi: nanyi siku ya kwanza mtajipatia matunda ya miti mizuri na makuti ya mitende na matawi ya miti minene na mierebi ya vijitoni, nanyi mtafurahi mbele za Bwana Mungu wenu. Tunasikia hapa Mwenyezi Mungu anataja makuti ya mitende, na ni katika tukio la furaha la kuadhimisha sikukuu ya vibanda. Kumbe ndugu zangu, kwa maana ya kwanza kabisa tunapata hapa nini hasa maana ya makuti ya mitende au miti ya mitende? Ishara ya furaha, ishara inayoashiria furaha. Lakini tukirudi pia katika maisha ya Wayahudi mara nyingi katika historia yao wamekuwa watu wa vita. Wamekuwa watu wa vita kwa sababu mara kadhaa wametawaliwa na himaya za nje, himaya za kigeni, himaya za kipagani, na hata wakaminywa uhuru wao wa dini, wakaminywa uhuru wao wa siasa. Na hivyo katika harakati za kujikomboa kisiasa na kidini, waliingia katika vita dhidi ya mataifa au himaya za kigeni, himaya za kipagani. Sasa mara nyingi walipopata ushindi katika mapigano hayo, daima yule kiongozi aliyeongoza mapigano ya kutetea dini, mapigano ya kutetea uhuru wa kisiasa, pamoja na jeshi lake lililohusika katika vita, wanapopata ushindi, basi walikuwa wakipokelewa na wananchi ambao walikuwa wameshika mitende, ishara ya ushindi. Na tunaweza tukapata uthibitisho kutoka kitabu cha kwanza cha Makabayo sura ya 13 aya ya 51. Tunaona Simoni ambaye alikuwa ni ndugu yake na mtu maarufu kwenye kitabu hicho anayeitwa Yuda Makabayo, alipigana vita pia. Tunajua kwamba vita ya Makabayo ya kujitetea hao Wayahudi hawa ambao sisi tunaita vita vya Makabayo ya kutetea uhuru wa kisiasa na uhuru wa kidini vilianza kwanza katika familia. Ilikuwa ni familia ambayo ilijikusanya ikaanza hizo harakati za kujitetea, za kutetea taifa la Israeli, za kutetea uhuru wa kisiasa. Tunaona mtu ambaye anaitwa Matatia alianzisha yeye pamoja na watoto wake ambao ni wakina Simoni, na mwingine anaitwa Yuda Makabayo. Kumbe mmoja wa watoto wao wa Matatia aitwaye Simoni, tunaona anaendesha vita vya kukomboa mji wa Gazara kutoka kwa mfalme Antioko Epifani, ambaye alikuwa ameuteka mji wa Gazara, lakini vile vile alikuwa ameteka hata ngome ya Yerusalemu na kuanzisha tamaduni za Kiyahudi ambazo ziliminya uhuru wa samani. Alikuwa ameanzisha tamaduni za Kigiriki ambazo ziliminya uhuru wa Wayahudi wa kisiasa na kidini. Na hivyo Simoni anaingia katika vita za kukomboa mji wa Gazara pamoja na ngome ya Yerusalemu. Na anaposhinda, tunaambiwa kwamba anapokelewa na watu wakiwa wameshika matawi ya mitende, wakiwa wanapiga vinubi, wanapiga matari, wanapiga na zeze, ishara ya furaha, ishara ya ushindi. Kwa hiyo matawi ya mitende yanaashiria ushindi, ishara ya ushindi. Lakini sio hivyo tu, tunasikia hata Yuda mwenyewe Makabayo anaposhinda vita dhidi ya huyo mfalme Antioko Epifani na kulikomboa tena hekalu la Yerusalemu, na wanapofanya sherehe ya kulitakasa upya hekalu la Yerusalemu ambalo lilikuwa limenajisiwa na huyo mfalme Antioko Epifani, anawaambia watu wafurahi katika tukio la kutakasa hekalu. Na katika tukio hilo pia wanapaswa wafanye baadhi ya mambo. Tunasoma katika kitabu cha pili cha Makabayo sura ya 10 aya ya 7 kwamba walichukua, yani Wayahudi walichukua fimbo zilizopambwa majani na matawi ya mitende, wakapaza nyimbo za shukrani kwake yeye aliyewafanikisha na kuwawezesha kupatakasa mahali pake mwenyewe. Kwa hiyo tunaona hapa mitende tena inatajwa kama ishara ya ushindi dhidi ya mfalme Antioko Epifani, lakini ishara ya furaha kwamba wamefanikiwa tena kulirejesha hekalu
na kulitakasa, kuliweka wakfu. Kwa hiyo mitende ishara ya ushindi, ishara ya furaha. Lakini mitende, ndugu zangu, pia iliashiria amani. Tunasoma pia katika kitabu cha kwanza cha Makabayo sura ya 13 aya ya 37. Simoni ndugu yake na huyu Yuda Makabayo anatuma ujumbe wa amani kwenda kwa mfalme wa kipagani, mfalme Demetrio. Na anapotuma ujumbe wa amani, anatuma vile vile na tawi la mtende. Anatuma watu wapeleke ujumbe, lakini ujumbe wakiwa wamebeba vile vile na tawi la mtende. Na huyu Demetrio mfalme anapojibu barua au ujumbe wa Simoni, anasema hivi: Mfalme Demetrio, kwa kuhani mkuu Simoni, rafiki wa mfalme, na kwa wazee na taifa la Wayahudi, salama. Tumeipokea taji ya dhahabu mliotuletea na tawi la mitende, nasi tu tayari kufanya amani ya daima nanyi. Kumbe tawi la mitende, ishara ya amani. Ndugu zangu, sio hivyo tu. Tunaposoma pia katika Zaburi ya 92 aya ya 12, tunaona mtu mwenye haki analinganishwa au anafananishwa na mti wa mtende. Tunasikia hivi: mwenye haki atasitawi kama mtende. Kumbe mtende kielelezo cha mtu mwenye haki, kielelezo cha haki. Ndugu zangu, vile vile katika kitabu cha Ufunuo tunaona bado vile vile mtende ni ishara ya ushindi. Tunaposoma kitabu cha Ufunuo sura ya 7 aya ya 9, tunasikia hivi: baada ya hayo nikaona na tazama, mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo. Wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Hii inatoka kitabu cha Ufunuo wa Yohane sura ya 7 aya ya 9. Na baadaye anapouliza Yohane, ni wakina nani hawa watu? Anaambiwa hawa ndio watu walioosha mavazi yao na kuyafanya meupe kwa damu ya mwana kondoo. Kwamba hawa ni wale wote ambao wamekubali kuifia imani, wamekubali kumwaga damu yao kwa ajili ya Kristo, na hivyo huku mbinguni wamepata ushindi. Kumbe wameshika matawi ya mitende, ishara ya kwamba wamepata ushindi baada ya kumwaga damu yao, baada ya kuilinda imani hata kufa, hata kuuawa wakingali hapa duniani, na sasa wanafurahia ushindi huo huko mbinguni. Kumbe ndugu zangu, tumeona baadhi ya viashiria vya matawi. Matawi ishara ya ushindi, matawi ishara ya amani na upatanisho, matawi ishara ya haki, matawi ishara ya furaha. Sasa ndugu zangu, miongoni mwa masomo ambayo tutayasikia yakitajwa wakati wa maandamano ya Dominika ya Matawi ni yale ambayo yanaonyesha Wayahudi wakiwa wamempokea Yesu, wakimshangilia huku wameshika matawi ya mitende. Habari ya kwamba hawa Wayahudi wanamshangilia Yesu wakiwa wameshika mitende tunaisikia hasa katika Injili ya Yohane. Yohane anataja moja kwa moja kwamba walibeba matawi ya mitende. Lakini wainjili wengine kama Mathayo kwenye sura ya 21 aya ya 7 hadi ya 8 na Marko sura ya 11 aya ya 8, wenyewe tu wanasema wale watu waliompokea Yesu kwa shangwe wakati anaingia Yerusalemu walikuwa wameshika matawi ya miti, bila kutaja hasa ni mti wa aina gani. Lakini ni Yohane ambaye anatueleza kwamba walishika matawi ya mitende. Kwa hiyo wanashika matawi ya mitende, pamoja na kwamba wao wanamshangilia Yesu kama mshindi, wakiamini kwamba anaingia Yerusalemu,
kama masia wa kisiasa anayekwenda kuwaokoa dhidi ya utawala wa Warumi, anayekwenda kuwaokoa dhidi ya dhuluma, anayekwenda kurejesha haki, anayekwenda kurejesha amani, anayekwenda kurejesha furaha. Na hivyo wanamshangilia, japo walimshangilia kama masia wa kisiasa, lakini kwa kweli tendo hilo analolifanya lilikuwa lina ishara kubwa sana katika maisha ya Yesu. Wanashika matawi ya mitende. Hii ni ishara kwamba kweli, ingawa wao hawakuelewa nyakati hizo, lakini ilikuwa ni ishara kwamba kweli Yesu anakwenda kuleta ushindi. Anakwenda kuleta ushindi kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Yesu anakwenda kuleta haki. Yesu anakwenda kuleta upatanisho kati ya Mungu na mwanadamu kwa njia ya kifo, mateso na ufufuko wake, anayokwenda kukabiliana katika mji wa Yerusalemu. Na hivyo kwa kweli kile ambacho wanaashiria kwa matawi ya mitende ndicho ambacho kweli kinakwenda kutendeka pale msalabani na hata baada ya kufufuka kwake. Kumbe na sisi pia tunaendelea kulienzi tukio hilo wakati wa Dominika ya Matawi, ambapo na sisi Wakristo wa nyakati hizi tutamshangilia Bwana wetu Yesu Kristo tukiwa tumeshika matawi ya mitende, ya wengine pengine matawi ya miti, kutegemeana na upatikanaji pengine mgumu wa mitende kulingana na mazingira anayoishi. Lakini yote ni ishara kwamba tunamshangilia Kristo ambaye ni mshindi ambaye ameshinda kifo na mauti, mshindi ambaye anakwenda kuleta haki, mshindi ambaye anakwenda kuleta amani, mshindi ambaye anakwenda kutupatia furaha ya kweli. Na ndugu zangu, tukumbuke kwamba jambo kubwa ambalo pia Yesu anapoingia Yerusalemu ni kwamba wale Wayahudi wanaomshangilia wanamshangilia wakisema Hosana mwana wa Daudi. Hosana mwana wa Daudi. Neno Hosana ni neno la Kiaramayo ambalo ni lugha miongoni mwa lugha aliyozungumza Yesu katika taifa la Kiyahudi, lugha ya Kiaramayo. Katika lugha ya Kiaramayo, Hosana maana yake ni tuokoe tunakuomba Bwana, au tuokoe tunakuomba, au vile vile lina maana ya tusaidie tunakuomba, au lina maana ya njoo utusaidie Bwana, au lina maana pia njoo utupatie ushindi. Kumbe walipokuwa wakitamka Hosana Hosana, ingawa walikuwa wananukuu kwa kweli Zaburi ya 118 ile aya ya 25, lakini kwa kweli walikuwa wanamaanisha kwamba huyu anayemtambua kama masia wa kisiasa, basi wanamuomba awaokoe, wanamuomba awasaidie, wanamuomba awapatie ushindi ule ambao wao walifikiri ushindi wa kisiasa. Lakini sisi tunaelewa vizuri tunaposema leo Hosana, maana yake tunasema tunakuomba utuokoe Bwana, utuokoe dhidi ya mauti, utuokoe dhidi ya dhambi, utuokoe dhidi ya shetani. Tunaposema njoo utusaidie Bwana, atusaidie katika mahangaiko yetu, atusaidie katika nyakati zetu. Tunaposema njoo utupatie ushindi, maana yake ushindi dhidi ya dhambi, ushindi dhidi ya mwovu shetani. Kumbe ndio maana walitumia neno Hosana. Basi ndugu zangu, ninapohitimisha tafakari fupi niwakumbushe kwamba kuna michoro pia ya watakatifu mbalimbali katika kanisa Katoliki ambao watakatifu wao wanaonyeshwa wakiwa wameshika matawi ya mitende. Kwa mfano ukifuatilia picha ya Mtakatifu Barbara, utaona anachorwa daima akiwa ameshika tawi la mtende. Ukifuatilia picha ya Mtakatifu Katarina wa Alexandria, utaona pia anachorwa daima akiwa ameshika tawi la mtende. Hii ni ishara ya ushindi kwamba watakatifu hawa wamepata ushindi, wameilinda vizuri imani yao hapa duniani, wamemkiri vema Kristo na hivyo wamepata ushindi kule mbinguni. Kwa hiyo tawi la mitende ni ishara ya ushindi. Lakini jambo la kukumbuka pia, mitende hii ambayo tutashika Jumapili, haya matawi, na kumshangilia Bwana wetu Yesu Kristo anapokwenda kuadhimisha fumbo la Pasaka kwa ajili yetu, mateso, kifo na ufufuko wake,
Tukumbuke ni matawi haya haya ya mitende ndio ambayo huwa yanatumika kuandaa majivu ambayo huwa tunapakwa Jumatano ya Majivu. Kumbe tunapaswa kuitunza vizuri, na mapadri wetu watakapotuomba tuirudishe mwakani kwa ajili pia ya kujiandaa kwa Kwaresma, basi tuwe tayari kuyarejesha parokiani ili aweze kutumika kuandaa majivu tutakayopakwa siku ya Jumatano ya Majivu. Kumbe ndugu zangu, hayo ni maelezo machache kuhusu matawi ambayo tutayashika wakati wa Dominika ya Matawi, Dominika ambayo inatufungulia Juma Kuu, Juma Takatifu, ambako ndani yake tutashuhudia mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Asanteni. Mimi ni Padri Kevin Onesmo Mkama wa Jimbo Kuu Katoliki Mwanza.